السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni na kuhusia nafsi yangu juu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kumcha Allah jalla wa ala wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. يقول الله جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa wasia sisi kama alivyowapa wasia waliotangulia kabla yetu, waliopewa kitabu Yahudi wa Nasara, ya kwamba tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na tukimkufuru yeye kwa hakika ni vyake Allah vya mbinguni na ardhini, hatutomdhuru chochote wala tutompunguza chochote katika ufalme wake, bali tazidhuru nafsi zetu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema: wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Na amekuwa daima Allah ni mkwasi mwenye kuhimidiwa. Ayuha nasu ibadallah, miongoni mwa mambo muhimu kukaa na kuyatafakari kwa kila uhai wako na wakati wako ni kujua na kuyakini kuwa iko siku utaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kulipwa mahangaiko yako uliyohangaikia hapa duniani, na huko akhira kuna moja ya sehemu mbili, imma aljanna wa imma an-nar, ima malipo ya pepo, nasallallahu aljanna, au malipo ya moto, waliyadhu billah. Na hayo hutoyapata malipo hayo isipokuwa kwa mujibu wa vile ulivyoishi na vile ulivyoshikamana na mafunzo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa utafuata sheria na muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, fa anta minal faizin, wewe ni katika waliofuzu na katika watu watakaoingia katika janna. Na ukikhalifu sheria ukawa ukiambiwa mauidha hayakuingii wala usikii, basi ufahamu kwamba huenda makazi yako yakawa motoni, waliyadhu billah. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi wanadamu, lakini hakutuacha kama wanyama, bali ametupa mwongozo na mfumo wa maisha namna gani tuishi
ili tukutane naye Allah jalla wa ala tukiwa salama. Na ikiwa tutafanya kinyume na alivyoamrisha, tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ametughadhibikia. Miongoni mwa mambo ambayo Allah ametuamrisha ni kufungamanisha maisha yetu na kula vitu vya halali na mali za halali, na akatukataza kula mali ya haramu. Na miongoni mwa mali za haramu ni mali ya riba. Miongoni mwa makatazo yaliyokuja na makemeo makali katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kula mali ya riba. Allah subhanahu wa ta'ala amelikemea katika sehemu mbalimbali katika kitabu chake, kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikemea hilo. Yaqulu Allah jalla wa ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina ya'kuluna ar-riba, wale ambao wanakula riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, hawatosimama kutoka kwenye makaburi yao isipokuwa ni kama anavyosimama yule ambaye amemzuga yeye shetani kutokana na wazimu. Amemzuga shetani kutokana na mas, wazimu, akapandisha wazimu mtu huyo. Ndivyo watu watakapotoka kwenye makaburi yao na alama zao kubwa kwamba hao walikuwa ni wala riba, watakuwa ni wenye kuweweseka kutoka kwenye makaburi yao. Dhalika biannahum qalu, hali imekuwa hivyo kwa sababu wao walikuwa wakisema hapa duniani, innamal bay'u mithlu riba, hakika hapana vingine, biashara ni kama riba. Wakafananisha biashara wanazozifanya hakuna tofauti na riba, kwa sababu huku tutapata faida na huku tutapata faida. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, na Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara na akaharamisha riba. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih, yeyote ambaye yatamjia mau'idha kutoka kwa Mola wake Allah jalla wa ala, fantaha, akakomeka kuchukua riba, ikawa alikuwa anachukua lakini mau'idha imemfikia akakoma na jambo hilo, falahu ma salaf, basi tutamjuzikia kile ambacho kimetangulia katika mali aliyoichukua. Wa amruhu ila Allah, na jambo lake liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man aada fa ulaika ashabun nar, na wale watakaorejea kuchukua riba ikawa hawakomeki pamoja na mau'idha yanayotolewa na makemeo makali yanayokuja dhidi ya wala riba, basi wafahamu kwamba hao ni watu wa motoni. Fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, hao ni watu wa motoni, watakaa humo milele. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat, anafuta Allah subhanahu wa ta'ala baraka ya mali ya riba, na Allah anazidisha baraka katika sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, na Allah hampendi kila aliyekafiri mno, kadhalika mwenye madhambi mengi. Kadhalika aya zikaendelea mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu, bado anaendelea kukemea riba. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba, mugopeni Allah na acheni vile vilivyobaki katika riba. Kilichobaki katika riba msikichukue. In kuntum mu'minin, ikiwa nyinyi ni waumini wa kweli mnaoamini Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam taf'alu, msipofanya hivyo ikawa hamkukomeka, kila mnavyoambiwa mwaleta propaganda na baadhi ya maneno ya watu wanayozungumza katika kuhalalisha riba, ikawa maona maisha hayawezi kwenda isipokuwa kwa riba. Fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih, basi mtangazieni vita Allah na mtume wake. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun, lakini mkitubia kwa Allah jalla wa ala mkakomeka na jambo hilo la kula riba, mtapata nyinyi rasilimali zenu. La tadhlimuna wa la tudhlamun, hamtodhulumu nyinyi wakati wa kuchukua haki zenu, wala hamtodhulumiwa kadhalika. Kile mnachokichukua hamtodhulumu wala hamtodhulumiwa mnapopewa haki zenu nyinyi. Pengine mtu umemkopesha mtu kwa mali, mfano wa riba ziko aina nyingi, lakini nitatoa mfano ambao umezunguka kwenye jamii zetu hizi.
ambao imekuwa ni jambo sugu na jambo ambalo kila mara linafunguka, na hasa kwenye miji yetu sisi, kwa sababu ya ugumu wa maisha na hali ngumu za kimaisha ambazo zinawasibu watu na kutusibu watu, wakafungua mlango huu wa kukopeshana kwa mali za riba. Mtu atakopa shilingi 10,000, lakini kwenye kurudisha lazima arudishe 11,000. Ile shilingi 1,000 iliyozidi inaitwa riba, na ndicho alichokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah jalla wa ala, inatakiwa sisi tuchukue haki yetu. Ukikopesha shilingi 1,000, basi rudishiwa 1,000. Ukikopesha 10,000, rudishiwa 10,000. Uruhusiwi kuzidishiwa juu ya mali yako uliyoitoa, na hiyo ndio inaitwa riba. Na nimezungumzia hii kwa sababu ndilo linalozunguka kwenye jamii yetu sana. Maal asafi shadid, katika mji wetu huu watu wengi wamefungua mlango huu. Utawaona vijana wa Kiislamu na Waislamu mbalimbali wanafungua vibanda vyao. Mtu anasafisha frame yake vizuri, anaipamba vizuri, mara baada ya muda mikopo ya riba. Kila sehemu yamejazana mambo haya, na sisi tuna wajibu wa kuyakemea haya, kwa sababu tusipozungumza jambo hili tukaliacha na kuwaogopa watu kwa ajili eti tutagusa maslahi yao, adhabu ya Allah jalla wa ala ikija tutukumba sote. Na hivyo nilivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusipokemea munkarat na mambo mbalimbali yaliyokatazwa na sheria, basi adhabu ya Allah ikija inatukumba sote. Afadhali mtu afanye, lakini ajue kwamba mimi nishawahi kuambiwa na jambo hili ni haramu. Chumo la riba ni chumo baya sana aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah jalla wa ala akatoa mwongozo kwa wale wanaokopesha, asema wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Ikiwa yule mkopeshwaji, yule anayekopeshwa ni mwenye ukata, pengine umemkopesha mpaka mwezi wa 7 mwishoni hajapata mtu huyo, basi ni kumngoja mpaka wakati wa wepesi. Atapopata wepesi atakurudishia mali yako, lakini msichukue riba. Ndio maana aya hii wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara, ikiwa ni mwenye ukata yule uliyemkopesha, mngojee mpaka wakati wa wepesi, lakini usimuongezee deni. Sababu kuna watu wanakuambia si mkataba wetu ulikuwa mpaka mwisho mwezi wa 7, maadamu ukupata basi utaniongezea faini. Ile faini ile ni riba, pia imekatazwa katika sheria. Ni Waislamu wangapi wanafanya mambo haya? Ni benki zinazoitwa za Kiislamu ngapi zinafanya miamala ya riba, wakayaita majina yasiyokuwa ya riba, kwamba hii sio riba, hii ni muamala fulani, hali ya kuwa ni riba na kisheria ni riba. Mambo haya tusipoyakemea itakuja tugharimu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah asema wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, ikiwa mtatolea sadaqa kajitolea lillahi rabbil alamin, hiyo ni bora kwenu nyinyi ikiwa mnajua nyinyi, basi msichukue riba. Kwa ndugu zangu Waislamu, makemeo yaliyokuja katika jambo hili ni makali kuliko watu wanavyofikiria. Sasa kuna baadhi ya watu wana hoja zao za kishetani. Ukiwaambia maneno kama haya, anakwambia kama unatukataza riba, basi tupe wewe pesa. Sasa mimi nitakula nini? Familia yangu itakula nini? Kwani hii Qur'ani aliyeshusha ni nani? Ni sisi. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayesema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba, enyi ambao mmeamini muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, acheni vilivyobaki katika riba. Ni haram kwa mujibu wa aliyoeleza Allah jalla wa ala, ambaye ndiye anayeturuzuku sisi, na yeye ndiye anatakiwa tumuombe riziki pamoja na sa'i yetu. Tumuombe Allah jalla wa ala na tujifunge na mafunzo yake, na si kutoa shubuhati mbalimbali kwa kudhani kwamba umeshinda kwa kumwambia yule anayekukemea kula riba kwamba kama basi unikataza nipe wewe, utakuja kukutana Allah jalla wa ala atakuadhibu. Inatakiwa ukomeke na jambo hili. Lakini maal asaf, kuna baadhi ya mashaikh ambao wanalingania juu ya jambo hili na kulitetea na kuwafungulia watu mianya na kuhalalisha jambo ambalo ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, ni kufru wal billah. Unamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, huyo mtu ni mbaya zaidi kuliko mla riba anayejua uharamu wake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo mabaya ambayo yamekatazwa na sheria ni kula mali ya riba. Ziada katika mikopo ambayo tunaipata ni jambo la haramu, na wewe unayekopesha kwa sampuli hiyo ufahamu unakula moto wa Allah subhanahu wa ta'ala.
نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, kula mali ya riba ni jambo la hatari kwa wewe Muislamu fi dunya wal akhirah, na madhara yake yanaanzia hapa duniani kabla al akhirah. Ni watu wangapi ambao wamekimbia miji yao kwa sababu ya mali za riba? Wamekusanya mali huko, alikuwa anafanya biashara yake vizuri, pengine mtaji wake milioni 5. Mara biashara ilipoanza kukua, wakaja watu washawishi, wale wanaotoa mali kwa njia ya riba na kukopesha, wakamshawishi na yeye akakubali, alafu mali yake yote ikateketea, alafu akabaki anadaiwa, ikawa ni sababu ya kukimbia mji wake. Ni wangapi hawaishi kwa amani kwa sababu ya mikopo ya riba? Na hiyo ndiyo sababu Allah subhanahu wa ta'ala akakataza mali hii, kwa sababu ni dhulma. Anakula dhulma yule ambaye anachukua mali hii, na wewe ukichukua mali hiyo ukaridhia, pia umekula mali ya haramu na utajitesa kwenye maisha yako. Hakuna yeyote anayeweza akala riba akastakimu kwenye maisha yake, hata kama ataonekana mbele za watu ana fakhri, ana mali nyingi. Mali hiyo haimsaidii chochote, anajaka la roho mtu huyo, haishi kwa amani. Wanawake wangapi waliodhalilishwa na vijana kwa sababu ya mali za riba? Wangapi katika miji yetu hii tunashuhudia mambo hayo? Mara ngapi wanawake wanadhalilika kwa sababu ya jambo la riba? Alikuwa afanya biashara yake vizuri, enda vizuri, akaingia kwenye mambo ya riba, atafutwa kila kona na kudhalilishwa kwa sababu ya mali hizi za riba. Tukomeke na jambo hili na tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda mtu akaona kwamba mimi nimeajiriwa tu kwenye benki hii, au mimi ni mwandishi tu, mimi shahidi tu, lakini siri hii mali ya riba. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutokana na dhambi hili lilivyokuwa kubwa na baya, amewakemea wote wanaoshiriki katika jambo la riba, kuanzia mlaji, mwandishi, shahidi na kila atakayeshiriki. Hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu inda Muslim, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba, amemlaani Mtume sallallahu alaihi wasallam amla riba, wa mukilahu, na mwenye kuitoa hiyo riba. Yule mlaji amelaaniwa, yale anayechukua mali kwa mkopo ambao anajua ataenda kulipa riba, amelaaniwa. Na kadhalika yule mtoaji naye pia amelaaniwa, wakatibahu, na mwandishi wake pia naye amelaaniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa shahidaihi, na mashahidi zake wawili, wale wadhamini, wale wanaodhamini jambo la riba, pia wamelaaniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala hum sawa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hawa ni sawa sawa katika madhambi, kuanzia mlaji, kila atakayeshiriki katika jambo hili. Bila shaka dhambi hili si jambo dogo. Kadhalika hadithi ya Abdullah ibn Hanzala, hadithi amepokea Imam Ahmad, al-Imam at-Tabarani rahimahumullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, dirhamu riba, dirham moja ya riba, yakuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam, anayoila mtu hali ya kuwa anajua, ashaddu min 36 zania, ni mbaya mno dirhamu hiyo kuliko kuzini na wanawake 36. Wewe tafakari, unazini wanawake 36 na jambo la dirham moja, shilingi 100 unayokula kwa ajili ya riba. Haya ni mafunzo ya Uislamu na si maneno yetu. Ndio akakaa kusema mawahabi ndivyo walivyo, kila kitu kwao haramu tu. Sasa wewe endelea kula, alafu uone utakuteseka kuanzia hapa duniani, mateso utakayoyapata kwa sababu ya kutafutwa na jaka la roho, na kadhalika siku ya kiyama ndipo utakupata yakini kwamba kumbe yaliyokuwa yakizungumzwa na hao ambao wanawatuhumu kwamba ni wasemaji sana wa watu, kwamba je, ni sawa au si sawa. Lakini natakiwa tukomeke na tuchukue fursa hii katika uhai wetu kutengeneza maisha yetu ya baadaye ya akhira mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alipokea akielezea ubaya wa riba, anasema rahimahullah, innahu jaa fil wa'id ala riba, hakika mambo yalivyo
yamekuja makemeo makali juu ya riba, ma lam yati ala dhanbin duna shirk, makemeo ambayo hayajaja kwenye dhambi lolote lililo chini ya shirki, kwa maana shirki ndio ashad zaidi kuliko riba. Lakini dhambi linalofuatia baada ya makemeo ya shirki katika Qur'an na Sunna ni dhambi la riba. Walihadha, na kwa ajili hiyo, jaa fi alhadith, imekuja katika hadithi, alladhi turquhu mutaaddida, ambayo njia zake ni nyingi. Arriba 72 baba, hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema riba ina milango 72, adnaha mithlu itiyani rajuli umma, iliyo chini yake kuliko riba zote kwa udogo na uchache ni mtu kumwendea mama yake, mtu akamwingilia mama yake, ndio jambo lilokuwa dogo katika riba. Bila shaka mnaona ubaya wa jambo hili na sababu ya kwa nini tulikemea jambo hili kwa vikali na kwamba watu wakomeke na jambo hili. Hadithi yamesaisha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika Sahih Al-Jami'. Kwa ndugu zangu Waislamu, dhambi hili ni dhambi baya, inatakiwa watu wakomeke nalo, na watu wajitahidi kula mali ya halali, wajiepushe na riba. Fanya biashara yako, weka asbab, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya maisha yamekuwa magumu kwa sababu sisi hatutaki dini ya Allah jalla wa ala, na tutaishi kwenye udhalili huu muda wa kuwa hatutaki mafunzo ya Allah na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili amealiahidi Allah jalla wa ala kwamba watu hawawezi kutoka kwenye udhalili mpaka warejee katika dini ya Allah jalla wa ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hata yabadilisha ya masaib yaliyopo kwa watu yanayowasibu katika ukata, njaa na maradhi na majanga mbalimbali yanayopata, mpaka wabadilishe yaliyomo katika nyoyo zao watakapoamua kushikamana na mafunzo sahihi ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala atawaneemesha kwa neema mbalimbali na kadhalika atawalipa janna. Na ndugu zangu Waislamu, yakija makemeo kama haya, usiangalie uhai wako wa duniani kwamba mimi nitaishije na watoto, itakuwaje sasa nikiacha riba. Wewe tafuta riziki ya Allah ni pana, na Allah ni Ar-Razzaq, lakini ufahamu kwamba wewe baada ya miaka 60, 70, 80 utaondoka katika maisha haya, utaenda kukutana na Mola wako Allah jalla wa ala. Haijalishi uliishi tajiri au fakiri, utaenda kulipwa matendo yako uliyotanguliza. Ole wako uwe ulikuwa wewe ni mla riba, halafu ndipo utayakini kwamba kweli nilikuwa nikiambiwa katika jambo hili ni mambo ya hatari. Ndugu zangu Waislamu, nususi za kuhusu riba zimekuwa nyingi, na akwali za salaf na akwali za ulama juu ya kukemea dhambi hili la ulaji wa riba. Maal asaf limekithiri kwa watu, mpaka watu wanaonekana ni watu wa dini wanafanya mambo haya na wanakula riba na kujuzisha na kujuzishia watu, kuna mlango wa dharura, unajua kufanya hivi sio riba, hali ya kuwa ajua kwamba ni riba, lakini kwa sababu ya maslahi yanayopata anajuzisha jambo hili. Ittaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى صلاتكم.